Urusi inasema kwamba BRICS itaanzisha mfumo wa malipo wa kidigitali kwa wanachama wake. Waziri wa fedha wa Urusi amesema kuwa nchi wanachama wa kundi la BRICS zinachunguza hatua kadhaa za ubunifu wa kifedha, ikiwa ni kuanzisha mfumo wa malipo wa kidigitali ili kutoa huduma za kifedha ndani ya kambi hiyo ya kiuchumi. Anton Siluanov amesema kuwa wamejikita katika kuzingatia ubunifu mbalimbali wa kifedha katika kundi la BRICS, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mfumo wa malipo wa kuvuka mipaka utakaoshirikisha ushirikiano wa pande mbili katika sarafu za taifa kwa kuzingatia teknolojia ya kidigitali na rasilimali za fedha. Wanachama wa sasa wa kundi la BRICS ni Brazil, Russia, India, China, Afrika ya Kusini, Misri, Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Indonesia na Ethiopia. Baadhi ya nchi zinazoendelea kama vile Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uturuki, Uganda, Uzbekistan na Vietnam zimeeleza nia na hamu yao ya kujiunga na kundi hilo linaloibuka kiuchumi. Waziri wa fedha wa Urusi amesema kuwa kuanzisha miundombinu ya kifedha ni muhimu sana kwa maendeleo ya kibiashara na uchumi wa nchi zetu. Katika hatua yake ya kuzuia BRICS kuachana na matumizi ya sarafu ya dola, Rais Trump wa Marekani amezitishia nchi wanachama wa kundi hilo dhidi ya hatua yoyote ya kudhoofisha sarafu ya dola. Hata hivyo, BRICS haikuwa na hofu juu ya kauli ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, na kwamba mwenyekiti wa sasa wa BRICS kwa maana ya nchi ya Brazil imesema kwamba watapambana dhidi ya vitisho vya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, lakini kamwe hawatarejea nyuma kutokana na namna walivyoamua kufanya na jinsi watakavyofanya maendeleo yao. Anachokitaka Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni ulimwengu wote kuendelea kutumia dola, lakini wanachama wa sasa wa BRICS wanasema kwamba hakuna haja ya kuendelea kuitumia dola, na kwa sababu mpango wao ni kuona wanaishusha dola na wanahakikisha kwamba wanakuwa na fedha mbadala zaidi ya dola, na hii ni kutokana na kwamba wanahitaji kuona maendeleo yao zaidi kuliko kuinufaisha Marekani. Matumizi ya dola ni katika kuitengeneza Marekani katika ukubwa wake, na mpango wa BRICS ambao umeandaliwa na mataifa makubwa mawili ama matatu kwa maana ya Urusi, China na wote wanachama ni kwamba wanataka kuiondoa dola katika matumizi yake. Licha ya kwamba jambo hili si rahisi na licha ya kwamba ilielezwa kutakuwa na dola maalum ya BRICS, lakini bado haijaanza kuingia sokoni na kuanza kutumika. Lakini nchi wanachama bado hapo katika mchakato wa kuona kwamba wanaachana na matumizi ya dola na kuwa na mfumo wa kidigitali kwa kipindi hiki ambao nchi wanachama watakuwa wakifanya biashara zao kwa kubadilishana kwa namna hiyo, kama alivyosema waziri wa fedha wa nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, BRICS wana malengo mengi, na moja kati ya malengo yao ni kuhakikisha wanakuwa kiuchumi, kuhakikisha kwamba nchi wanachama wote wanaibuka kiuchumi na kuweza kupambana na mataifa ya kimagharibi ambayo miaka mingi yamekuwa yakionyesha mabavu kutokana na misuli ya kifedha pamoja na uchumi wao. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.